Ninaitwa Benson Alfred Bana, ni balozi mstaafu niliyetumikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nikiwakilisha taifa langu na Mheshimiwa Rais katika nchi za Afrika Magharibi. Makao yangu makuu yalikuwa Abuja, Jamhuri ya Nigeria. Kwanza niwape pole wafiwa wote, hasa familia ya marehemu, jimbo la Bukoba, kanisa zima la Tanzania kwa kuondokewa na mtu maarufu duniani. Mimi binafsi nitamkumbuka Mhashamu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa kwa mambo mengi. Nimesoma historia yake, lakini zaidi ya yote wote tulitokea parokia moja, parokia ya Maruku. Baba Askofu alikuwa mzaliwa wa parokia ya Maruku kabla ya kuhamia parokia ya Ichwandimi wazazi wake. Tutamkumbuka kama walivyonena wengi, kwa unyenyekevu, uadilifu, utii wa mamlaka iliyomteua na vile vile kazi zake nzuri za utume. Kutambuliwa kuwa balozi wa Baba Mtakatifu na kuwa balozi wa Vatikani katika mataifa yaliyotajwa, Honduras, Angola, DR Congo, New Zealand na kwingineko, si jambo rahisi. Ni mtu ambaye alijipambanua kuwa na karama ya pekee ya kutumikia diplomasia ya Vatican. Ni jambo jema, na vile vile nitamkumbuka kama mmoja wapo wa watu maarufu wasiotajwa, Mtanzania aliyepata fursa ya kutumikia taifa lake pamoja na kanisa la Tanzania nje ya nchi. Si jambo jepesi, haitokei tena. Tunaambiwa huyu alikuwa ndiye Mtanzania wa kwanza, na si ajabu mwana Afrika Mashariki wa kwanza kuteuliwa na Baba Mtakatifu kuwa balozi wake katika mataifa mbalimbali. Ni heshima kubwa kwa taifa letu, ni heshima kubwa kwa Tanzania, na ni heshima kubwa kwa kanisa la Tanzania na jimbo la Bukoba kwa ujumla. Tutamkumbuka kwa mengi aliyotenda kimya kimya kama ilivyoelezwa. Alitoa misaada mingi bila kujigamba, bila majivuno, bila misaada mingi kwa taifa hili, bila kujali kwamba huko ndiko jimbo langu la Bukoba tu. Imeelekezwa Dodoma, Dar es Salaam na kuwasaidia watu wenye uhitaji, jambo ambalo sisi wengi linatushinda. Kwa hiyo Baba Askofu hayati Mhashamu Novatus Rugambwa ameacha urathi wa kutukuka, ameacha heshima ya kutukuka kwa taifa letu na kwa kanisa la Tanzania. Ukienda Vatikani ukitaja Tanzania, watu wangekuwa wanaonyesha kidole Baba Askofu ambaye tunaye leo, hayati Askofu Mkuu Novatus Rugambwa, na Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Lakini tujifunze mema mazuri aliyoyatenda wakati wa uhai wake duniani kwa faida ya mataifa, kwa faida ya kanisa na kwa faida ya Tanzania. Tutaendelea kumuishi na tutaendelea kumkumbuka daima. Tunamwombea Mwenyezi Mungu, tunamuomba aiweke roho yake mahali pema peponi, ili sisi sote tuishi urathi wake, tuyatukuze mema na kuyahenzi yote mema aliyotuachia. Kwa majina ninaitwa Dr. Erasma Rutechura, lakini of course sio daktari wa hospitali, ni daktari wa sheria. Ni mzaliwa wa Kishogo, na parokia yangu ya Kishogo iko karibu sana na parokia ya Ichwandimi, ambako ndo Baba Askofu tunakoamini alikulia huko Ichwandimi. Kazaliwa Maruku Fine, lakini amekulia Ichwandimi. Sasa Baba Askofu mengi tunayo ya kumkumbuka. La kwanza kabisa, ununsio wake unatufanya tumkumbuke sana, kwa sababu ni Mtanzania wa kwanza kuwa balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali, kitu ambacho sio kidogo, right? Tumeona hata kanisani zimepigwa nyimbo za mataifa mawili, taifa la Italy na wimbo wa taifa wa Tanzania. Nilipoanza kuimba wimbo wa taifa wa Tanzania nikaanza kulia, sikumaliza nikalia. Yani nimejiuliza mambo mengi, nikajiuliza Mtanzania mwenzetu tunamwimbia wimbo wa taifa, tumezoea kwa marais na wengine, leo tunamwimbia Baba Askofu kwa sababu alikuwa balozi, Papa ilimpendeza
lakini si papa, neema za Mungu. Kumbe hilo ni la kwanza. La pili, wamesaidiwa watoto ambao hawana uwezo, wasichana, na sasa hivi najengwa pia shule ya watoto wavulana. Waliletwa masista huku kwa msaada huo wa baba askofu kwa ajili ya kuwasaidia watoto ambao wanatoka mazingira magumu. Tuna watoto wana akili sana, lakini wanashindwa kufika wanapopaswa kufika kwa sababu hawana msaada. Anapojitokeza mtu akagundua kuna vipaji vinapotea kwa vile ni pesa haiwezekani, akatafuta msaada kwa ajili ya watoto wetu, namwambia Mungu asante kwa ajili ya huyo mtu. Baba askofu mengine ya kumkumbuka la ndani kabisa kwangu mimi ni unyenyekevu wake. Ungekutana naye ukaongea naye, inawezekana hata mimi nilivyoanza kujitambulisha mimi naitwa Dr. fulani, yeye asingesema hiyo kwa sababu title kwake haikuwa issue. Angeanza tu mimi Novatus Rugambwa. Nimeamua na mimi kuiweka hiyo title kwa ajili ya wanafunzi wangu ambao nawafundisha chuo kikuu. La sivyo nisingelisema, maana ninajifunza unyenyekevu kutoka kwake. Alikuwa chini kabisa ya ardhi pamoja na kwamba alikuwa juu. Kumbe katika yeye najifunza maneno ya Yesu kwenye Injili kwamba kila ajikwezaye atashushwa na anayejishusha anakwezwa. Alijishusha na hakika Mungu alimkweza akiwa hai, na leo hii kamkweza akiwa amekufa. Ndio maana unaona wote tuko hapa kwa ajili yake. Shule ya wasichana ziko tena mbili, moja iko Bagamoyo na nyingine iko Dodoma. Ninasahau jina kidogo, lakini ni masista ambao waliwaleta kutoka nje wakaja wakaanzisha hiyo shule. Pia akalianzisha shirika la masista ambao wako jimbo la Kayanga huko Karagwe huko. Kwa hiyo huyu baba amefanya mambo mengi sana. Nakumbuka mambo mengi alikuwa anafanya underground, alikuwa hapendi ajulikane. Alikuwa hataki ajulikane, alikuwa hataki watu wamsifu. Alitaka tu sifa na utukufu vimrudie Mungu aliyemuumba. Kwa kweli tunajifunza mengi. Hata ndani ya kanisa hili, ujenzi wake ili likamilike unavyoliona, maana tu lilirudia kulikarabati. Asilimia kubwa ya ukarabati huo aliwezesha yeye, lakini hataki hayo yote yasemwe, maana anaona akisemwa tukamsifu basi anampunguzia Mungu sifa zake. Kwa hiyo ni mengi ya kujifunza kwa huyo baba. Hata ukimuuliza mtoto mdogo kwenye kijiji chake, anakuambia ukikutana naye anakuwa kama mtoto mdogo. Kwa alikuwa anaishi mazingira. Akikutana na mtu mdogo anakuwa mdogo kwa hakika. Akikutana na mtu mkubwa anakuwa. Akiamua kusimama kama baba sasa anaamua kusimama kama baba. Lakini alikuwa ni mnyenyekevu mpaka chini ambaye yeyote angeweza kumapproach na ukapata kile unachokitaka. Akikasirika atakemea kama amekasirika, lakini anafuta, maisha yanaendelea.